Ningependa nami niweze kuwasalimia na niwakaribishe wote kwa furaha kubwa, na tungelipenda ili wale walio hapa kwa mara ya kwanza waweze kujisikia vizuri kama vile wako nyumbani kwao na waweze kupokea baraka za Mungu. Tumekwisha kuimba nyimbo nzuri na tukasoma sote pamoja zaburi njema sana. Basi acha iweze kuwa hivyo ndani ya makusanyiko haya, ni kwamba tuweze kuingia katika kitendo kusudi tuweze kufanya mazoezi mapya pamoja na Mungu, ili tuweze kufanya mazoezi mapya ya Mungu, ili kwa mwisho tuweze kusema kwamba ilikuwa vema kuweza kuwa hapa kusudi baraka ziweze kumwangika. Ndani ya nyimbo tumekwisha kuimba ya kwamba ninakuhitaji Bwana mpendwa, ninahitaji nguvu zako takatifu. Ndugu Rusi aliuliza swali kwa namna tofauti, nani ambaye asiyemhitaji? Nani ambaye asiyemhitaji? Nani? Kila mtu yoyote ambaye anayehitaji kuokolewa anahitaji yule ambaye anayeweza kumwokoa. Anahitaji yule anayeweza kumwokoa, na hiyo ni sisi sote. Wale wote wanaohitaji kupokea msamaha wanahitaji yule ambaye aliyetuletea msamaha. Mtu yoyote anayehitaji kupata uponyaji anahitaji yule aliyetuletea uponyaji. Ndani yake tuna yote ndani ya wote kwa namna njema, na acha basi aweze kuwa yote ndani ya wote kwa ajili yetu katika siku hizi. Wimbo ambao tulioimba kwa mara ya kwanza inasema ya kwamba hata kama wingu inaweza kunizunguka na hata kama naweza kujisikia kwamba niko peke yangu, na ninaweza kutumainia kwamba ninaweza kuwa huru, niko huru mbali na huzuni na tabu. Wimbo huo uliweza kuzungumzia moyo wangu, lakini sitaki kuweza kuishi siku hizo mbinguni tu, nataka niweze kuanza kuziishi hapa duniani. Na itawezekana wakati tukapokuwa tumejua namna ya kuweza kumpatia huzuni zetu yeye anayetushughulikia, sawa sawa na neno la andiko lalosema, mumupatie manunguniko yenu yote kwa maana yeye anawashughulikia. Na hiyo ndiyo tunapaswa kujifunza, nami napaswa kujifunza hiyo. Wamoja waungana mkono mwepesi. Na kisha ndani ya kipande ya pili ya nyimbo inasema ya kwamba hata kama ninaweza kuwa hapa chini ya msalaba siku zote za dunia hii, na kama wengine waweza kuvunja maua, lakini kama mimi naweza kuona tu miba, lakini lazima ni kwamba sisi sote tuweze kuvikwa taji kwa mwisho, na ni Bwana wetu ndiye anaweza kuchukua taji la miba, nasi tunapaswa kuchukua taji la uzima. Hakuna maneno ambayo tunaweza kutumikisha kwa ajili ya kusema yale ambayo inayonigusa, na naweza kusema katikati ya au wengi katikati yetu, wakati tunapokumbuka neema ambayo siyoweza kuelezeka tuliyopewa katika miaka mingi ya utangazaji wa neno, ya kukomaa kwa kiroho na mambo yote ambayo inayotembea na hayo. Tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya hayo. Na nilisema kama vile ninafanyaka kila wakati ya kwamba mema iko mbele, mema iko mbele, haiwezi kuwa tofauti na hiyo. Mema iko mbele. Nilisikia kanda nzuri mahubiri ya ndugu Branamu, na ningelipenda niweza kuwatafsiria nyote kwa moyo wangu wote. Kuna maswali mahali pote ya kwamba nishaka zaliwa upya, nishaka batizwa na Roho, nishaka fanya mazoezi ya Mungu.
katikati ya watu kuna maswali tofauti, na mtu ambaye angani na swali ni kusema hajapata nuru, na mtu ambaye hana nuru angali anajiuliza kama mazoezi ishakafanyika ndani ya maisha yake. Kwa maana mtu ambaye shakafanya mazoezi ya Mungu hatajiuliza kama ashaka yafanya. Nasi tuko hapa ili tuweze kunyoshana mkono kwa ajili ya kutumikiana, tuweze kunyoshana mkono kwa ajili ya kutumika, na mahubiri ya ndugu Branamu ndiyo inayostahili kwa ajili ya kutuambia kweli bila kuweza kuvaa maga. Alikuwa ni mtu ambaye aliyekuwa tayari, na sana sana alikuwa akizungumuza akiwa chini ya mazoezi yake mwenyewe, kuishi kuhusu yale aliyoishi, na sio pamoja na yeye mwenyewe. Alikuwa akiona katika miaka mingi tofauti katikati ya mawazo au mambo ya kushambia na uhakika. Nasi tungelipenda ili ushuhuda wetu uweze kukubaliana na neno, nasi pia tuweze kuwa moja kwa moja na neno, ili tuweze kufuata Bwana hatua kwa hatua. Shahiri ine ndogo za Zaburi 25 mstari wa 3 ya Zaburi 25. Ndiyo, wao ambao wanakungojea wewe hawatapata haya. Hiyo ni kweli. Wale ambao wanaokungojea, wanaokutumainia, hiyo inapaswa kuwa kweli, kwa maana inaandikwa ndani ya neno la Mungu. Kama wewe na mimi tulipata haya, ni kusema hatukuweka matumaini yetu ndani ya Mungu katika hali hiyo. Kama tunaweza kuweka matumaini yetu ndani ya Mungu katika hali yote, katika mambo yote, katika wakati wote, hatuwezi kupata haya, hawezi kutupatisha haya. Inasemeka hapa katika sehemu ya pili ya mstari wa 3 ya Zaburi 25, wenye kutenda hila pasipo maana watapata haya. Inawezekana kwamba watu kama hao wanaweza kuja katika makusanyiko na kisha wanasema ya kwamba nilipata haya au ni hayarika, lakini hakuna mtu atakayepata haya ndani ya makusanyiko kama anaweza kuwa aliweka matumaini yake ndani ya Mungu. Wakati Zaburi hiyo iliposomewa, nilikuwa nimekwisha kubarikiwa. Ningelipenda hata kurudi nyumbani kwangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunatembea, tunafuata kwa ndani, tunakula neno la Mungu, tunalimeza, tunageuka kuwa sehemu ya neno. Kwa wadada wawili walioshuhudia kwa mafupi ndani ya ofisi leo, na waliosema namna gani neno la Mungu ligeuka kuwa la damani na kubwa kwa ajili yao, niliweza kujibu tu ya kwamba neno la Mungu lilikuwa la damani na la haki, la uhakika, ligeuka kuwa uzima wetu wa kiroho. Neno linapata uzima kupitia sisi, linapata uzima kupitia sisi. Sasa mstari wa 4 ya Zaburi 25, mstari wa 4, unionyeshe njia zako, e Bwana, unifundishe mapito yako. Ninaweza kutamani nini zaidi ya hiyo? Kuna mama moja aliyotoka huko Holandi kwa mara ya kwanza, wakati nilipokutanana naye ndani ya kusanyiko la London. Niweza kumwambia hapa sasa hivi ya kwamba napenda niweze kufanya mapenzi ya Mungu. Na kisha akatazama chini akasema, mbona ushakafanya mapenzi ya Mungu tangu wakati ule mpaka sasa? Umeelewa hiyo? Akose kusiweza kutamka kwa namna njema, au hakuna kitu kilicho hapa ndani ya makusanyiko. Na ni hivyo, mara nyingi ni hivyo, ni kwamba watu ambao wanaofanya mapenzi ya Mungu wanatamani waweze kuyafanya na wayafanye tena zaidi na zaidi, na wengine wote hawatahusika nayo, wanafuata njia zao. Na ijapokuwa neno hili au maneno haya yaliweza kunigusa sana, wakati wote tunapotamani kuweza kufanya mapenzi ya Mungu, hapo tunakuwa tumekwisha kuingizwa katika mapenzi ya Mungu. Bwana wetu alisema nini akiambia Maria wakati Maria alipodanganya? Na nimesema nini? Maria alidanganya?
Unatikisa kichwa kwa kushoto na kwa kume. Kama ingekuwa huko Uhindi ingekuwa ni kweli, lakini kwetu inakuwa kama vile ni uongo au hapana. Huko Uhindi ingekuwa ni kweli, lakini mweza kusoma ndani ya Injili ya Luka. Ni hapo ndipo Maria aliambia Bwana wetu wakati alipobakia Yerusalema akiwa na umri wa miaka 12 ya kwamba baba yako na mimi tulikutafuta. Alitaka kusema nini kwa maneno hayo? Alipatia Bwana wetu Yosefu ya kwamba Yosefu ni baba yake, na Bwana wetu alifanya nini? Hapo hapo alimkosoa, akamwambia hamjui ya kwamba napaswa kuwa katika yale iliyo ya baba yangu? Akamkosoa hapo hapo. Huyo ndiye Bwana wetu, anakosowaka hapo hapo. Mara nyingi tunakuwaka na shida za kuweza kutamka, na inawezekana kwamba inasikilikana vibaya leo tunayosema, lakini yeye anakosowaka hapo hapo. Unionyeshe njia zako, e Bwana, unifundishe mapito yako. Mstari wa 4 ya Zaburi 25, samahani, 25, Zaburi 25 mstari wa 4. Wakati napohusu njia ya Mungu au kazi ya Mungu, tunaweza kushuhudia kwamba atupatia nuru. Sisi hatuko sehemu ya wale wanaopapasa papasa ndani ya giza, lakini nuru ya kung'aa sana iliwaka kwa ajili yetu kwa neema, nasi tunaweza kuyashuhudia kwa uhuru. Tunaweza kutembea katika kweli kwenye njia ya wokovu kama vile vilivyoandikwa hapa, na mstari unaofuata hapa kwenye mstari wa 8, Bwana ni mwema na mwenye haki. Zaburi 25 mstari wa 8. Bwana ni mwema na mwenye haki, kwa hivi atafundisha wenye zambi njia. Ni yeye ndiye anaweza kusema ya kwamba mimi ni njia, kweli na uzima. Leo tena tunangali tunaonyesha njia hiyo kwa watu. Kuna njia moja na Yesu ndiyo njia hiyo, na mtu anayetaka kuweza kuingia kwa njia hiyo kwa namna tofauti hata yafikia. Na kisha kwenye mstari wa 12 ya Zaburi 25, ni nani anayeogopa Bwana? Atamfundisha katika njia ambayo anaichagua. Basi Mungu atupatie woga wa Mungu na atuonyeshe njia ambayo tunapaswa kufuata. Na kisha mstari unaofuata pia, mstari wa 15, nayo ni adamani sana. Mstari wa 15, macho yangu yanatazama kwa upande wa Bwana siku zote, naye atatoa miguu yangu katika wavu. Jina lake lisifiwe. Yeye ni mwenye uwezo sana. Imenigusa sana kwenye moyo ili niweze kuweka kwa mwanzo ya makusanyiko haya. Ningelipenda niweze kutumikisha maneno haya au maneno haya kwamba tunataka tuweze kuona Yesu. Tuweze kutumikisha maneno haya kama vile kichwa cha maneno ya makusanyiko haya. Acha iweze kusikilikana katika mchana huu, tuweze kuyaishi leo. Tunataka tuweze kuona Yesu. Tunapenda tuweze kumuishi, tufanye mazoezi naye. Tungelipenda tuweze tusikie uwepo wake. Tungelipenda tusikie kwamba anatuzungumzia na kwamba anatenda katikati yetu. Kwa ajili ya kutayarishwa kwa ajili ya hiyo, ningelipenda niweze kusoma neno la Waibrania sura 10. Waibrania sura 10. Akose tungelikuwa vema kuweza kusoma kwanza kwa mstari wa 11, lakini mnajua maneno yanasema kwamba Bwana alitoa kama vile zabihu, alitoa kuwa zabihu. Lakini hapa kwenye mstari wa 18 ndiyo akose pia ingekuwa vema kusoma mbele. Naomba kusoma kwanza kwa mstari wa 16 kwa ajili ya kuona maneno hayo vizuri. Waibrania 10 mstari wa 16. Hili ni agano litakalofanya nao nyuma ya siku zile, Bwana anasema, nitatia sheria zangu ndani ya mioyo yao na katika akili zao nitaziandika. Mstari wa 17 anaongeza, na dhambi zao na maovu yao sita yakumbuka tena. Basi pahali maneno haya
yanaposamehewa, hapana toleo tena kwa dhambi. Tunaweza kusema amina, si sote pamoja. Kwanza kwa mstari wa 19 inaandikwa, basi ndugu, kwa sababu tuna uhodari wa kuingia pahali patakatifu kwa damu ya Yesu. Mstari wa 20, njia ile iliyoanza kwa ajili yetu mpya na hai katika pazia, ndiyo mwili wake. Tulisoma ndani ya Zaburi ya kwamba Bwana anamuonyesha njia. Hapa njia tunaionyeshwa sasa. Njia hiyo inawezekana kupitia damu ya Yesu Kristo, Bwana wetu na Mwokozi wetu. Nasi tunaamini kwa moyo wote ya kwamba njia hiyo ilishaka tengenezwa. Pazia ya hekalu ilipasuka. Msamaha ni kusema pazia, neema na wokovu ilipewa kwa wale wote ambao wanaoamini kwa moyo wao wote. Mtu asiyeamini atakufia katika dhambi zake, lakini mtu anayeamini anakuwa amekwisha kutoshwa katika dhambi zake, kwa maana makosa yetu na mapigo yetu iliwekwa juu yake ili tuweze kuwa na salama, na kupitia kumizwa kwake nasi tuliweza kupona. Na sio kwamba tutaponaka, lakini tushakapona. Tuamini hiyo leo kwa moyo wetu wote, na hapo tunaweza kufurahi. Na ni hivyo sasa ndivyo tunaweza kufurahi katika Bwana, kama tunaweza kuamini kwa namna ya kibiblia, na kama tunaweza kujua ya kwamba yaliyopita imekwisha kutengenezwa, na kwamba Mungu alitupatia wokovu ya ujao, msamaha ya ujao, na kuhesabiwa haki katika mambo yote. Naamini ya kwamba ndugu Amane iko natazama kutokea hapa. Ilikuwa ni swali huko siku ya kwanza ya juma Zurich. Dada moja aliyekomaa katika umri wa miaka alisema, ndugu Frank, hapa nina mahubiri ya ndugu Branamu, na anasema ya kwamba mwanamke anaweza kusamehewa na kadhalika, kama anaweza kuwa alifanya hiki na kile, lakini hawezi kuwa amehesabiwa haki, hawezi kuhesabiwa haki. Mnajua nyote mahubiri hayo kama mshaka kuyasoma kwa makini sana, na tunatambua ya kwamba kama vile Bwana alivyoambia au kuzungumuza kwa watu tofauti ndani ya mahubiri yake, wachaguliwa, walioitwa, wasioamini, wengi walikuwa wakionywa. Tunaweza kukumbuka kitu moja mara moja tu, ni kwamba mtu ambaye aliyechaguliwa na Mungu mbele ya kuwekwa kwa msingi ya dunia, hakuna kitu kinaweza kuhesabiwa tena juu yake, kwa maana Yesu Kristo kama vile mwana wa kondoo wa Mungu alichaguliwa mbele ya kuwekwa kwa msingi ya dunia ili aweze kusimama katikati na kuweza kulipa deni kwa ajili yetu, ili aweze kutengeneza hiyo mabaya yote. Tuweze kuwa macho sana, tuweze kujua hiyo inaambia nani, na tusiweze kuacha furaha ya Bwana iweze kunyang'anywa kwetu, iweze kuibwa au kuibiwa kwetu. Tunasema, inaandikwa hapa, basi ndugu, kwa sababu tuna uhodari wa kuingia pahali patakatifu kwa damu ya Yesu. Anasoma mstari 19 tena hiyo ya Waebrania 10. Niweza kuisikia tena. Niweza kusikia huko Afrika ya kwamba madhehebu zinazojulikana ziliweza kutoa nyimbo zinazoimbwa na zinazosema kuhusu damu, Wanataka uweze kuwa na nyimbo ambazo zisizoweza kuumiza, nyimbo ambazo Wahindu wanaweza kupata sehemu ndani bila hata kusumbuliwa, nyimbo ambazo Waislamu wanaweza kuimba pasipo hata kusumbuliwa. Kila mtu anaweza kuimba nyimbo hizo pasipo kusumbuliwa, lakini wakati Mungu anapofanya kitu fulani, kuna kwaka kwanza kitu cha kusumbua, na kisha kuna kuwa kuguswa, na kisha sasa watu wanaitwa kuwazia hiyo, na hapo sasa njia ya wokovu inaonyeshwa tena leo kama vile ilivyokuwa katika miaka 2000 iliyopita. Hakuna njia nyingine, hakuna tena wokovu mwingine, na hakuna injili nyingine ila injili ya Yesu Kristo Bwana wetu. Na hivyo kama vile mkombozi wetu
yeye kama vile mwana kondoo wa Mungu alivyokufa juu ya msalaba wa Golgota na alivyomwanga damu yake, na ni hivyo pia aliingia katika mahali patakatifu pa mbingu akiwa na damu yake mwenyewe. Na tazama, kose mtu mmoja anaweza kuuliza, sasa hiyo ilifanyika wakati gani? Inaomba kuweza kusoma kwa makini sana Injili ya Yohana, na hiyo kwenye sura 20, na hapo mtaweza kupata jibu. Ilifanyika wakati gani? Asubuhi Bwana alisema kwamba usiniguse, kwa maana sija kwenda kwa Baba yangu na Baba yenu, kwa Mungu wangu, kwa Baba yangu na Baba yenu, na Mungu wangu na Mungu wenu. Na tazama sasa, baadaye akasema kwamba weka mkono wangu kwa ubavu wangu uweze kuona kwamba ni mimi. Ndiyo, na hiyo ndiyo tunapaswa kusema tu, hatuna kitu cha kusema zaidi ya hiyo. Tunaendelea kusoma hapa mstari 21 ya Waebrania 10, na tukiwa na kuhani mkubwa juu ya nyumba ya Mungu. Mstari 22, sasa tukaribie kwa moyo wa kweli, kwa utimilifu wa imani, mioyo yetu ikikwisha kunyunyiziwa kwa kuacha dhamiri mbaya, na mili yetu ikioshwa kwa maji safi. Mstari 23, tushike sana ukiri kwa tumaini letu, kusudi lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Amina. Yeye iko na anabaki kuwa mwaminifu milele na milele. Alitoa ahadi, naye alikuwa macho ili iweze kutimilika. Imeandikwa hapa kwenye mstari 20 ya kwamba ni njia mpya na iliyo hai ambayo iliyotengenezwa kupitia pazia yake, ni kusema au katika pazia yake, ni maana yake mwili wake. Mtu aliyepokea uzima wa Mungu atatembea na atadumu kwenye njia hiyo iliyo hai. Ingine yote ni njia za watu na matendo yao ya watu binafsi na maoni yao binafsi na madogme zao binafsi na matendo binafsi ya watu ambayo siyoweza kusimama mbele ya Mungu, ila yale inayotoka kwa Mungu ndiyo inayoweza kusimama mbele yake. Ila yale inayotoka kwa Mungu ndiyo inayoturudisha kwake. Yale isiyotoka kwake inatuchukua mbali na yeye. Hatuna hitaji ya kitu cha kugombola. Tunahitaji Mungu na yale ambayo aliyotupatia ndani ya Kristo. Na sasa kuna zaidi ya hiyo. Mstari 24, na tuangaliane kwa njia ya kusukumana katika mapendo na kazi nzuri. Mstari 25, tusiache kusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, lakini tukionyana zaidi sana mnavyoona siku ile inakaribia. Mimi si sehemu ya wale ambao wanaojipatia kazi ya kuweza kuonya sana sana wakati tunapokuwa hapa, lakini mmoja wa ndugu aliweza kuniambia au alituambia kwamba wakati tulikuwa pamoja kuna dakika fulani iliyopita, ya kwamba ingekuwa vema ili watu wote waweze kuwa wamekuja kusikia na si kuweza kuzungumza. Kuna watu wengi ambao walio na mambo mengi ya kusema, wakiambia wengine, ambao wasioweza hata kupumuzika wakati wanapozungumza, pale ya kuweza kuja kusikia neno. Ninawapatia shauri ya kukamatika. Mtu ambaye aliyekuja kusikia neno la Mungu aweze kujipatia yale ambayo iliyo katika kila mwenyeji wa nchi, ni kusema aweze kuongoza wakati wake ulio uhuru, wakati wake ulio uhuru. Na kosa hiyo haina maana kuweza kuchanga akili ya watu fulani ambao waliokubalishwa na wao wenyewe wa kwamba wanajua mambo ya kiungu. Tusichanganyishe mambo yetu na mambo ya kiungu. Tukamate hiyo kwa makini sana.
tuweze kuwa sehemu ya wale ambao waliokuja wakiwa na hitaji ya kuweza kuona Yesu, kumsikia na kuweza kumuishi. Wale ambao walioweza kuja kusema au kuzungumuza au kuweza kupata maadresi kama vile ilivyo kila wakati, tungelipenda tuweze kuwatuma katika soko ingine. Mnajua kuna watu wengi ambao wanaweza kuzungumzia na ambao wanaweza kupata maadresi zao na kisha kuhusika nao, lakini hapana, kuna kitu fulani ambacho nilicho nacho kwenye roho yangu, kama vile kichwa maneno au kichwa cha maneno kinachokuwa cha pili, ya kwamba wakati ni karibu, wakati ni karibu na wakati umefika kwa ajili ya kitu fulani. Mnajua nyote maandiko matakatifu, na si lazima kuweza kusoma andiko yote ya Biblia. Mungu anazungumza kupitia nabii Yeremia ya kwamba mbayuwayu na kila ndege inajua kila wakati wake, lakini taifa langu halijua wakati wao. Kuna hesabu nyingi za andiko ambayo tunapaswa kusoma. Tuanze na sura moja ya Ufunuo na tuweze kuona namna gani kulikuwa wakati ambamo wakati ulikuwa karibu na wakati ambamo sasa wakati ulikuwa imekaribia. Ufunuo sura moja mstari wa 3. Eri anayesoma nao wanaosikia maneno ya unabii huu na kushika maneno yaliyoandikwa ndani yake, kwa maana wakati ni karibu. Maneno au matamshi yanayosema kwamba wakati ni karibu, au kwa namna iliyokuwa kama vile imebadilishwa, wakati umekaribia au wakati ni karibu, lakini hapo hapo haikuwa tena karibu, lakini wakati ilikuwa imefika. Mambo ya lazima iliyo sehemu ya ukombozi ilikuwa imekwisha kutangazwa, lakini wakati haitakuwa tena karibia, lakini sasa wakati ulikuwa umekaribia, haikuwa kwamba ulikuwa umekaribia, lakini ulikuwa imefika. Nasi tuweza kuandika, kuna miaka mingi iliyopita tuliandika kitabu kinachoitwa kwamba wakati ni karibu. Kama ningeliweza kuiandika tena katika mwaka 1988 au kama naweza kuandika kitabu kingine, niweza kutumisha maneno yanayosema kwamba wakati umefika sasa. Sijui kama mnaishi sasa hiyo mwendeleo na kama mnaisikia, na ninawaza ya kwamba ninaweza kuyasema sasa. Tuko karibu sana kuliko mbele kwa mambo yote ambayo yanapaswa kufanyika, ambayo yanapaswa kutimilika, sivyo? Mambo yamesonga mbele katika mwendeleo wake. Yale ambayo yaliyokuwa mbali kuna miaka 20 iliyopita iko sasa karibu, kuna miaka 10 iliyopita. Hayo sasa inaweza kuwa imefika haraka, inaweza kuwa karibu sasa. Nasi tunaweza na tunapaswa kungoja ili mambo yote yaweze kufika na kutimilika tangu sasa. Sisi hatuna mambo ya kuweza kupanga kitu fulani ambayo Mungu anapaswa kulinganishwa nayo, lakini tunapaswa kuona alama za wakati na kuweza kufuata mwendeleo ya mambo. Na waza kwamba hiyo ndio waamini wengi wanafanyaka, ya kwamba wanakuwa makini kwa ajili ya hiyo, wanasikiliza hayo, kwa maana wakati ni karibu. Imeandikwa katika mabarua, kwa maandiko ya mabarua, kwamba wakati sasa ilikuwa imefika. Kulikuwa utangazaji, kulikuwa mwendeleo, na sasa wakati ulikuwa umepasha kufika ambao Mungu alikuwa amekwisha kupanga. Nina neno lingine la kusoma ndani ya Injili ya Mathayo kwenye sura 3, na tunafanyaka hivyo kama vile neno la kuanzisha, ili tuweze kushikwa na wazo hilo. Tufanye tofauti katikati ya wakati ni karibu au wakati sasa umefika. Kama mnasoma Injili ya Mathayo na kose pia barua ambayo niliweza kuandika au kitabu niliyoandika
ya mwisho tutaweza kupata andiko ya maneno yaliyotimilika iliyokuwa imeandikwa katika manabii. Ilikuwa ikihusu mahadi zilizokuwa zimetangazwa mbele, ambazo zilipaswa kutimilika tena sasa baadaye. Maneno yalikuwa yamekamata mamiaka na mia, lakini baadaye ikatimilika. Nabii Isaya alitabiri katika sura 20, sauti inayosema nikani, sauti inayopaza sauti, sauti ya mtu anayepaza sauti nyikani, ya kwamba sauti ya mtu anayepaza sauti nyikani, ya kwamba tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Lakini pale pale hiyo ahadi ikatimilika, nasi tunatumaini juu ya mambo yote. Narudia tena, sielewi maelezo au utaratibu, lakini najua kitu moja, yale yote ambayo kinywa cha Bwana kilichosema yatatimilika kama vile alivyosema. Na kwa andiko hakuna hata neno moja la Mungu litakaloanguka. Maandiko haiwezi kuvunjwa na kuanguka. Yale ambayo Mungu aliyosema ni ndiyo na amina, na isiweze kufika hata katika wazo ya mtu ya kwamba adui shetani naye iko pale. Lakini adui iko pale, adui hana uwezo, na Mungu ni mweza yote, na yale ambayo shetani haruhusiwi na Mungu hawezi kuyafikia na kuyatimiza, lakini Mungu ndiye anaweza kufanya. Tutumainie Mungu na yeye mwenyewe na yale anayofanya, nasi tutasaidiwa. Injili ya Mathayo sura 3 mstari wa kwanza inaandikwa, siku zile Yohana Mbatizaji alikuja akihubiri katika jangwa la Yudea akisema, tubuni, sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Yale nayo husika hapa, hayo nayo nihusu hapa, ni kwamba kulikuwa utangazaji, na hapo sasa wakati ulikuwa umefika. Kwa siku ya Pentekoste haikuwa tu karibu, lakini alikuwa ameingiza ufalme wa Mungu. Kanisa la Mungu likaanza, likatengenezwa, likaunganishwa kupitia Roho Mtakatifu, likaungana. Mambo yalikuwa yamekaribia hapo, na hapo yakaonekana, yakatimilika. Imeandikwa pia katika Mathayo sura 3 mstari wa 3, kwa sababu huyu ndiye aliyesemwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu akilia katika jangwa, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Mnajua nyote habari ya Yohana, mahubiri yake. Alikuwa akiambia wote yale ambayo ilikuwa ikiwahusu, na mnajua kundi nyingi tofauti walikuja kumwona. Majeshi walikuja kumuuliza yale ambayo wangepaswa kufanya kama vile wajeshi. Mshaka kusoma hiyo, wote hawatikise tena kichwa, si lazima. Nataka niweza kuwasomea haraka sura 2, Luka sura 3. Hapa imeandikwa kwenye mstari wa 2, Luka sura 3 mstari wa 2. Ana na Kayafa walipokuwa makuhani wakubwa, neno la Mungu lilikuja kwa Yohana mwana wa Zakaria jangwani. Mnaona neno la Mungu hapo, agizo ya Mungu. Neno la Mungu liliambiwa kwake. Mungu alikuwa amekwisha kuweka saha na wakati, lakini hapa inasemeka kwamba wakati wa Ana na Kayafa walipokuwa makuhani wakubwa, neno la Mungu lilikuja kwa Yohana mwana wa Zakaria jangwani. Aliweza kungoja tangu muda mrefu. Alingoja muda gani? Nani anayejua? Alifanya nini katika wakati wa kuonekana kwake? Alikuwa na umri gani wakati alipoonekana? Na wasi inawezekana, ndiyo inawezekana, lakini aliweza kungoja muda mrefu. Kungoja nayo inakuwa ngumu, lakini wakati wote unapojua ya kwamba Mungu aliita, wakati unapojua kwamba alituma, na kisha sasa unaweza kungoja ili sasa agizo ya hapo iweze kuja hapo sasa, wakati
haikuwa tena karibu, lakini pale wakati ilikuwa imefika. Na wakati ilipokuwa imefika sasa, Mungu akatenda. Wakati muda ulikuwa umefika, ujumbe ulikuwa umetolewa, na taifa likatoka, wakamsikiliza na wakabatizwa na yeye. Akazungumuza matamshi iliyo magumu, na taifa likasikiliza. Na waza kuhusu Bwana wetu. Nakumbuka ndugu yetu mpendwa, ndugu Branham, namna gani alipokuwa mgumu au kwa kusema kwa maneno magumu mara nyingi. Na nyinyi yote, na ninyi wadada, mliweza kukataa kupingana kwenu kwa ndani, mlikuwa mkinyenyekea mbele ya neno, na ndiyo maana Mungu alikuwa akiwabariki. Siri ya kusikia neno ni kwamba ni kusema amina, kukubali kwa ndani yale ambayo neno la Mungu linalosema na yale yanayotangazwa kwa agizo ya Mungu. Neno likuwa ikisema ya kwamba tuna Abrahamu baba yetu. Kundi likuwa ikisema ya kwamba tuna baba yetu Abrahamu, kwa maana walikuwa wakisema hivyo. Na tunajua pia Yohana alikuwa akisema ya kwamba Mungu angeliweza kuamsha pia wana wa Abrahamu kutoka mawe. Na sasa sikia sasa mstari wa 10 ya Luka sura 3 mstari wa 10. Nao watu wakamuuliza wakisema, basi tufanye nini? Tutafanya nini? Mstari wa 11 akajibu ya kwamba, alijibu akawambia, mwenye kanzu 2 ampe yeye asiye nayo, na mwenye vyakula afanye vivyo. Mstari wa 12. Halafu wakakuja kwake watoza kodi wabatizwe, wakamwambia, mwalimu, tutafanya nini? Mstari wa 13 akajibu akawambia, musitoze kitu kupita ruhusa yenu, kupita ruhusa yenu. Mstari wa 14. Na askari tena wakamuuliza wakisema, na sisi tufanye nini? Akawambia, musifanye hata kwa mtu mmoja, musishitaki kwa uongo, tena mufurahi na mshahara yenu. Lakini tuache hiyo pembeni. Hapa tunaona hapa namna gani watu waliuliza, walitaka waweze kuweka utaratibu, mambo ambayo ilikuwa haiko nzuri mbele ya Mungu. Haikukuwa Farisayo ambao walikuwa wamekwisha kufanya kazi yao wenyewe, kwa sababu walikuwa hawakuja kuuliza. Walikuwa wakisema kwamba tuko na Abrahamu kama vile baba yetu, lakini wewe ni nani? Lakini taifa alo lilikuwa likikuja waulize yaliyokuwa njema mbele ya Mungu. Hapa karibu niliweza kuandika kitabu, na hayo mawazo inaanza kunigusa sasa. Ninataka niweze kuamsha kitu fulani siku moja, lakini sitaweza kutoka dunia hii mbele. Napashwa tena kushambulia manguzo kama vile Samsoni, nguzo moja hapa na nguzo moja huko. Naweza kushambulia hizo manguzo mbele ya kuweza kuanguka, lakini nyumba haitaanguka. Lakini hapa kuna watu ambao leo tayarishwa waweze kusema, ili waweze kusema yale ambayo wengine hawawezi kusema kwa upande moja, na si kwa sababu hawasiojua, na kose kwa sababu hawajue maana yake, na kose hawasiojua. Turudi kwa maneno yetu leo, tuweze kwenda mbali kwa maneno hayo tena ingine mara moja. Luka sura 3 mstari wa 2. Luka 3 mstari wa 2. Ana na Kayafa walipokuwa makuhani wakubwa, neno la Mungu likuja kwa Yohana mwana wa Zakaria jangwani, na hapo sasa ilishambazwa katika eneo yote, katika mji wote. Wazo ambayo iliweza nayo nijaza ni hii ya kwamba wakati umekaribia na wakati umefika sasa. Kwa mambo yote ambayo tunaongoja yamekaribia sasa, na hapa karibu itaonekana neno litatimilika mpaka kwa hatua ya mwisho au kwa barua ya mwisho. Hatungoje kwa bure. Sisi hatuko wajinga, hatukufuata hadithi zilizoweza kutengenezwa kwa akili, lakini utangazaji wa neno usioshindwa wa neno la Mungu ndiyo tuweza kufuata, na ni ndiyo na niamini kwa ajili ya milele wote. Mbingu na dunia
vitapita, lakini neno la Mungu linadumu milele na milele. Tazama yale ambayo tunayosoma ndani ya Mathayo sura 4 mstari 17. Mathayo sura 4 mstari wa 17. Mara nyingi nakuwa na shida kwa sababu nasomaka Biblia katika lugha ya Kijerumani na Kiingereza, na kwa na shida sana kuweza kupata hiyo mashairi, na kwa vigumu sana. Lakini hapa mstari 17, kutoka wakati ule, Mathayo sura 7 mstari 17, kutoka wakati ule Yesu akaanza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tushaka kuyasema, tuyasema tena ingine mara moja katika siku hizi. Inahusu wakati muda ulikuwa umefika. Wakati ulikuwa umefika sasa. Wakati ulikuwa umefika. Mweza kusoma ndani ya Matendo ya Mitume sura 2, wakati siku ilipotimilika. Nataka kuisoma ili muweze kuwa nayo, ili muweze kuwa nayo. Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa kwanza. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, na sio kwamba siku ilikuwa imekaribia, lakini wakati ilipokuwa imetimia, walikuwa wote pamoja na moyo moja pahali pamoja. Wakati ulikuwa umekaribia, ilikuwa imekaribia hatua kwa hatua, na hapo wakati ulikuwa umefika sasa, na hapo ilikuwa imefika. Na hiyo ndiyo inayofanyika katika siku zetu. Tuwazie kama huduma ya ndugu Branham ambayo ilikuwa imekuwa imetabiriwa ndani ya nabii Malaki. Nani anayekuwa akijua tangu muda gani ilikuwa imekamata? Lakini hapo kukakuwa kujenga, kugawa chakula, na tunajua ya kwamba yanayobaki iko mbele. Kujenga ni kusema kujenga. Ndani ya Luka sura 9, nataka kusema Marko sura 1 mstari 15. Hapa pia nasoma kwenye mstari wa 14. Marko sura 1 mstari wa 14. Nyuma ya kufungwa kwa Yohane, Yesu alipita hata Galilaya akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, akisema, wakati umetimia, ufalme wa Mungu ni karibu. Tubuni mukaamini habari njema, au habari njema, au habari ya wokovu. Habari ya wokovu. Na hapa napumzika kwanza kidogo kwa muda mfupi. Hapa haiko tu kuhusu imani, lakini imani ambayo inayolingana na andiko, imani kama vile andiko lilivyosema. Kwa maana hivyo ndivyo inavyoandikwa ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 7 kwanza kwa mstari wa 36 mpaka 38, ya kwamba yule anayeniamini, Bwana anasema, kama vile maandiko yanavyosema, na sio yule anayeamini tu. Shaka kuambia hapa, watu wanaamini Yesu, ulimwengu mzima inaamini, Uislamu wanaamini kwamba alizaliwa kutoka bikira, wanaamini kwamba yeye ni mwana wa Maria, wanaamini kwamba yeye ni moja wa manabii wakubwa, wanaamini kwamba atarudi mbele Mungu aweze kuweka ufalme wake, lakini imani hiyo haina maana kwao. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanamwamini kama vile mtu tu, kama vile mtu wa habari katika kuonekana kwake, lakini hawajue yeye ni nani, hawajue ni yeye ni nani na kwa sababu gani aliyekuja. Lakini imani kama hiyo ya kumwamini kama hivyo haina maana. Na sitaweza kusahau wakati nilipoweza kushuhudia kuhusu Bwana huko Baltis kwa mwanamke anayeitwa Delstein. Niweza kumwambia, unahitaji Yesu Kristo? Na nataka kuambia yale aliyosema. Akasema kwamba nimekwisha kuhuzisha Yesu wangu. Akaniambia ya kwamba nimekwisha kuhuzisha Yesu wangu. Nikaogopa. Hapo niweza kugeuka sura yangu, nikageuka sura au rangi ya uso wangu, lakini sikuweza kutazama ndani ya kioo. Lakini nikasema, nikamuuliza,
unasema nini? Ya kwamba niweza kumuuzisha huko CSSR, ya kwamba alikuwa na kipimo cha mita 120 na sasa nimekwisha kumuuzisha, na sasa iko huko, nimeweza kuuzisha kwa kanisa, lakini sasa haiko tena hapa, iko huko. Lakini sio Yesu ule. Yesu wangu haiko kwenye msalaba uliotengenezwa na mwanadamu au iliyotengenezwa kwa dhahabu au kitu fulani cha fedha, lakini Yesu wangu ni Bwana, Bwana wangu Emanueli, mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Yeye ni mwokozi wa ulimwengu, yeye aliyetukomboa. Amina. Mtu anayesema leo naamini Yesu Kristo, hapo unaweza kuuliza sasa, unaamini Yesu gani? Unaamini nani? Wa wapi? Namna gani? Wa wapi? Ndugu, ndio gurusi, ndio inaomba kujua ni nani, wa namna gani, tujue ni Yesu gani. Na hiyo ninaweza kuambia leo, wakati naposikia mtu huyo wa Vatikani na watu wanacheka na watu wanaokusanyika huko katika kila makusanyiko nayo fanya, inawezekana kwamba inaweza kuwa ya kwanza au ya mwisho, lakini swali ambayo si ya chake, ninawaulizaka Yesu Kristo ni nani, na nawaambiaka Antikristo yeye ni nani pia. Ni hayo mambo mawili ambayo si ya chake. Nauliza Yesu Kristo ni nani na naonyesha Antikristo ni nani, na hiyo ndio Mungu anayotaka. Na wandugu wanaonisindikiza mara nyingi au ndani ya nchi hiyo moja, ambao wanaoona ili waweze kuona nikitumika kwa namna hiyo moja, na hapo wanawaza kucheka, na moja wao anaweza kuniuliza katika makusanyiko yote ya kwamba, ndugu Franke, kwa sababu gani hautangazake tu Kristo? Na wakati tunapomtangaza Yesu Kristo peke yake tunafurahi, lakini wakati tunaposhangazwa sana, wakati tunaposema kuhusu huyo mtu anayekuwa huko Vatikani, nasema hiyo ni lazima sana ili uweze kuonyesha hayo mawili, kwa sababu yote napingana. Kwa maana moja Mungu alifunua ndani mwake na mwingine shetani anaifunua ndani mwake. Hiyo ndio tofauti kubwa. Tuweze kuonyesha tofauti hiyo ya hao wawili. Au nataka kufanya hivyo? Hapana, sio mimi. Mnaona? Kuna moja mpaka kuifanya na kuisema. Na mimi sina kitu cha kupoteza. Sina cha kupoteza. Naweza kusema mbele ya uso wangu. Lakini lazima sana naomba kuisema. Lakini niweza kuambia pia huku, wakati walipokuwa wakimwangia watu maji huko Bombay, wakisema kwamba Kristo yuko katika kila dhehebu, kama milioni 750 ya watu wa Wahindu wanaweza kukiria kwamba Kristo yuko katika kila madhehebu, lakini akose sio Kristo Mungu wangu, sio Kristo wangu kuna Kristo wako, na sio mwokozi wako na mwokozi wangu, na sio Bwana wangu na Bwana wako. Nakumbuka wakati ndugu Branham alipokuwa huko Uswisi na hapa katika nchi ya Ujerumani, mnajua habari hiyo, wakati angelipasha kutazama gisi walipopanga meza na namna gisi Bwana alipomwambia kwamba kwenda, nitakuonyesha yale yanayofanyika katika hiyo mitumikio ya kufanya katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Na tazama, akaona, na huyo mmedium akasema ni kwamba hiyo roho ilikuwa akikiri kwamba huyu ni Mungu. Na yeye Bwana ndugu Branham akasema, huyu si Bwana wangu aliye hapa, si mwokozi wangu aliye hapa. Leo nani asiyezungumza kuhusu Kristo leo? Nani asiyetumikisha hiyo mitumikio ya jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu? Lakini nakumbuka huyo mtu aliye sehemu ya hao wanaume wafanya biashara wa injili ya ujao, na namna gani nasema, namna gani iweza kuingia katika hiyo mambo ya kimasoniki. Na nikasema, huyo mtu akasema kwamba mimi ni Myahudi, na akasema yote yanapaswa kuifanya katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Nikasema mimi siamini hiyo, lakini watu hawajui yanayofanya, wamepofushwa kwa namna ya kiroho. Naambia kwa sababu gani wanapofushwa? Kwa sababu ya kweli nusu ya neno ambayo shetani anaweza kuwaingiza ndani, na anaingiza ulimwengu mzima katika makosa 100%. Hakuna udanganyifu kubwa kama vile iliyo ndani ukweli 99 kwa 100, lakini tunahitaji kweli safi. Sisi tunahitaji hiyo halisi, tunahitaji utangazaji wa neno ambayo sio kuwa ndani mchanganyiko, na ambayo inaweza kuonyeshwa kwa taifa la Mungu. Tunahitaji chakula safi na sio mchanganyiko
ambayo ndani mwake mnakuwa kifo, yale ambayo wanafunzi wa mitume walivyokusanyisha hapo, walipoweza kupiga ndani ya chungu au sufuria, na hapo waliweza kufa. Tunahitaji mkate wa uzima, neno la Mungu wetu, kama vile linalotoka katika kiti chake cha enzi, na hivyo ndivyo linapaswa kutangazwa katika hali yake. Na pia kuna andiko lingine iko katika Matendo ya Mitume sura 7. Hapa mweze kupata hapa katika mstari wa 17, basi ulipokaribia wakati ule ahadi Mungu aliyoapia Abrahamu, wale watu wakazidi na kuongezeka sana katika Misri. Unaona, wakati wote muda ulipokuwa ukikaribia wa utimilifu wa ahadi, na ni hivyo ndivyo watu walikuwa tayari kuweza kuona ahadi hiyo. Kuna andiko pia linalosema kuhusu chakula, kugawa chakula, kuhusu utangazaji wa neno, kutangaza ujumbe wa Mungu katika ulimwengu, mwito wa kuitwa kutoka. Lakini tena baadaye kwa mwisho kuwekwa muhuri unapaswa kufanyika kutoka wa kwanza mpaka mwisho, nasi tunapaswa kuwa na ushuhuda wa Mungu, tuweze kuwa na uhakika ya kwamba aliweka muhuri wake juu yetu, tuko wake. Hata pia haki ya kubadilishwa kwa mili yetu inakuwa kwamba Mungu aliweza kutupatia neema yake, aliweza kutupatia nguvu za neema yake kwa roho wake, sisi ambao tunao kuwa hai, nasi tutaweza kurudi kwa mambo hayo kwa muda mfupi. Wakati wote muda unapokaribia, wapendwa, siamini ya kwamba ni maoni yangu mimi mwenyewe, lakini naamini ya kwamba ni wakati wa Mungu ndio unaokaribia sana, uko karibu sana, ili tusiweze kusema katika imani ya kwamba imekwisha kufika. Katika imani tunaweza kusema ya kwamba wakati si karibu tu, lakini wakati imekaribia sana, inataka kuingia, inaonekana, inafanya njia yake kama vile mbele. Manabii na sheria wamekuwa pale mpaka Yohana, na tangu wakati ule injili ulihubiriwa na ufalme wa Mungu ikatangazwa. Leo tuko katika hiyo hali moja. Madhehebu ziliweza kuwa na wakati wake katika miaka mingi, lakini pia kulikuwa wakati ambamo kutumwa na kuitwa kwa kiungu, kutumwa kwa kiungu uliweza kuonekana kwa wakati wa mwisho. Nasi sasa tunajua ya kwamba wakati ambao mambo ya mwisho, kwa ajili ya mambo ya mwisho inapashwa kuwa karibu. Na ninataka kuwasomea moja yake. Mnajua kwamba ndugu Branham alizungumza kuhusu saa ya Karmeli, ya kwamba kulikuwa ndani ya Wafalme wa kwanza sura 18, Wafalme wa kwanza sura 18, kuna shahidi hii nzuri mstari wa 36. Wafalme wa kwanza sura 18 mstari wa 36. Wafalme wa kwanza 18:36. Na ilikuwa wakati wa kutoa sadaka ya magharibi. Amina. Wakati saha ya kutoa zabihu ilipofika, Eliya nabii alikaribia akasema, hakufanya majaribu matatu ili aweze kuona akose kama saa fulani na saa fulani itaweza kujaribu akose itatembea, lakini aliweza kukamata hiyo muda ili aweze kuambia wengine wote waweze kuomba kwa nguvu, muite Mungu wenu, akose analala, akose iko ndani ya safari, na kisha akasema kwamba msiache kulalamika sana, akose mtajibiwa. Lakini alikuwa akijua ni mahali gani alipokuwa, alikuwa akijua nani aliyekuwa akimwamini, kwa maana neno la Bwana lilikuwa limekwisha kuambiwa kwake. Ninawasomea pia hiyo, anashilinganisha pia na hayo. Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 18:13. Kisha Eliya akawaambia watu wote, munikaribie mimi. Watu wote wakamkaribia, akatengeneza madhabahu ya Bwana iliyobomolewa.
Eliya akatoa mawe 12 kama hesabu ya makabila ya wana wa Yakobo. Kwake neno la Bwana lilimfikia kusema, jina lako litakuwa Israeli. 32. Naye akajenga madhabahu kwa mawe haya katika jina la Bwana. Mnaweza kuendelea kusoma, mnajua ni kitu gani kinachohusika hapa. Ilikuwa kihusu saha ya Karmeli, kuonekana kwa kiungu, kitendo cha Mungu hapa duniani, maamuzi ya kiungu iliyokamatika kutoka mbinguni, ambayo hakuna mtu aliyekuwa na hitaji ya kuweza kuuliza mema iko wapi au mabaya iko wapi, au ya haki iko wapi, au ya bongo iko wapi, au mahali gani ambapo Mungu iko, au mahali gani ambapo Mungu haiko. Ndugu Branham alikuwa akitarajia aweze kuona hiyo saha ya Karmeli. Alikuwa akizungumza kuhusu kuhesabia kinyumenyume, na naamini kwamba hiyo ndio ilikuwa saha ya majaribu iliyo ya nguvu sana, na naamini kwamba Mungu atatoka kuwa mshindi, atatoka kuwa mweza yote, naye atapigana kwa upande wa taifa lake, atapigana kwa upande wa taifa lake, atapigana kwa ajili yetu. Leo tunapigana kwa ajili yetu, lakini sasa atakuja na kutusaidia. Na hapa inafika saa inafika, anasoma mstari wa 13. Na ilikuwa wakati wa kutoa sadaka ya magharibi. Ningependa ili iweze kuwa hivyo leo, ili niweze kusema ya kwamba saha ambayo tuliongoja, saha tuliokuwa tukingoja imefika. Nami pia sitaweza kuwa na sura ingine siku hiyo. Furaha na sifa na shangwe zitakuwa katika mioyo ya waamini, ya wale ambao waliotumainia Mungu, ambao waliovuka mambo hayo yote, waliopita katika majaribu hayo yote. Na ni hiyo ndio inafanyika. Ulimwengu mzima inaingia katika sherehe, wanasherekea, na taifa la Mungu linaweza kufurahishwa kuweza kuwa wanadharauliwa na kwamba hawajulikane na yale yanayofanyika katika hiyo mambo ya kutukana. Lakini saa itakapofika wakati wa Mungu, saa ya Mungu, ndipo sasa naisema, lakini sisi tutakuwa sehemu ya wale watakaocheka. Leo tuko katikati ya wale wanaolia, lakini kesho tutakuwa sehemu ya wale watakaofurahi, na ni hiyo ndiyo Mungu atakayofanya. Tutafurahi kwa yale ambayo Mungu aliyofanya. Bwana alisema kwamba saa yangu kufika bado, lakini wakati wenu siku zote inakuwa tayari. Na katika hali yote, lakini tuchunge hiyo mbele ya macho yetu. Mambo ya Mungu siku zote inakuwa na wakati wake, inakuwa na saa zake. Hata kama inaweza kuwa imekwisha semeka mbele, na hapo sasa inakuwa imesemeka mbele, na kisha inakaribia, na hapo kama vile mbele, wakati inakuwa imekaribia. Sasa taifa la Mungu lilikuwa likisimama wakati saa ya ahadi ilikuwa imetimilika. Na ilifanyika namna gani? Wakati ilipofika, Mungu akaonekana kwa Musa ndani ya kichaka cha kuwaka moto. Na hapo sasa saa ilikuwa imefika, wakati ilikuwa haiko karibu tu, lakini wakati ulikuwa umefika. Na wakati muda ulikuwa umefika, Mungu alikuwa akitenda. Mungu alikuwa akijifunua na akatosha taifa lake. Lakini mkumbuke ya kwamba kulikuwa watu ambao waliokuwa na ahadi, na hii ahadi ilikuwa ikitimilika tu kwa taifa, kwa ajili ya taifa ambalo ahadi ilikuwa imepewa, na sio kwa taifa lingine, na sio kwa wale walikuwa wakimzunguka, lakini taifa ambalo lilikuwa limetayarishwa na Mungu kupitia Isaka na Yakobo. Akose una mahabari juu ya maneno haya, kwa maana wamoja wanasema ndiyo taifa la Israeli lilichaguliwa, na wengine wanatazama ndani ya giza. Lakini hapana, sio hivyo. Ndani hivyo Mungu anakamata taifa. Mungu alichagua taifa, na katika taifa hilo akachagua watu. Katika taifa hilo akachagua watu kama vile manabii, ili azungumuze kupitia wao na aweze kujulisha shauri yake ya wokovu hapa duniani, ili tuweze kuwa na kuona kwa ujumla leo wa yale ambayo Mungu anayotaka na yale aliyopanga. Mungu hana hitaji ya
watu wengi. Mungu anahitaji taifa moja, anahitaji mtu mmoja, na kisha iliendelea hivyo. Lakini taifa lilikuwa kwa ajili ya taifa. Lakini hapo nataka kuwasomea Zaburi 2 au pia kama Isaya 49 mstari wa 6, Mathayo sura 28 kwa mstari wa 19 na 20, na ilikuwa imekwisha kuandikwa kuhusu mataifa ya kwamba atageuka kuwa wokovu kwa mataifa mpaka mwisho wa dunia. Nitetee mataifa, pigania mataifa, nami nitakupatia kuwa urithi wako. Hosea anasema wale ambao wakuwa taifa langu wataitwa kuwa wana wa Mungu aliye hai. Wale ambao hawakunitafuta nilijiacha nionekane kwao. Kulikuwa andiko nyingi ambazo zilikuwa zikionyesha ya kwamba neema na wokovu ingepashwa kuwa kwa ajili ya mataifa pia, ila tu Mungu ndiye anakuwaka na hitaji ya taifa ambalo alilokuwa akitumikisha, na katikati ya taifa hilo alikuwa na wachukua neno ili waweze kutangaza mpango wa wokovu ambao alio nao kwa ajili ya wanadamu wote. Ni kweli nasi tulipata sehemu kwa hiyo kwa neema, tuliweza kupata sehemu kwa hiyo kwa neema. Wazo hilo ndugu yetu Jacques aliweza kuyasema wakati tulikuwa huko Yerusalema. Inaomba pia kusoma hiyo pia, na kwa hiyo pia nafika kwa mwisho Matendo ya Mitume sura 15 mstari 13. Hapa imeandikwa, na wakati waliponyamaza, akose tunaweza kuanza kwa mstari 12. Samahani. Matendo ya Mitume sura 15 mstari wa 12. Basi makutano yote wakanyamaza, wakasikiliza Barnaba na Paulo wakiwaambia habari za alama na maajabu aliyofanya Mungu katika mataifa kwa ujumbe wao. Mstari 13. Na wakati waliponyamaza, Yakobo akajibu akasema, ndugu zangu, munisikilize. Mstari 14. Simeoni ametueleza namna gani Mungu alivyoangalia mataifa kusudi achague toka kwao watu kwa jina lake. Mstari 15. Na maneno ya nabii yanapatana na maneno haya kama ilivyoandikwa, nyuma ya maneno haya nitarudi nami nitajenga tena nyumba ya Daudi iliyoanguka, nitajenga tena maanguko yake na nitaisimamisha. Mnaona yale yosemeka hapa, haya maelezo yale ambayo ilikuwa unabii katika wakati wake, au yale ilikuwa katika unabii katika wakati ule, na hapo sasa ikaonyeshwa kupitia wa mitume wakati walipokuwa wamekwisha kusema yale iliyofanyika katikati ya mataifa. Na kisha Petro na Yakobo na wengine pia waliweza, na sio Yakobo, lakini Yakobo ndiye alikuwa amekata neno, wengine wote walikuwa mashaka ya kuweza kuyakamata na kuyashika. Lakini watu wa Mungu na taifa la Mungu hawakwake na mashida na mashaka kwa neno la Mungu, kwa maana neno hilo linafunuliwa kwao kwa kupitia Roho wa Mungu. Lakini mnatambua hapa, waliona neno, walisikia neno, warudi kwa neno. Sijui kama mnaelewa na mnafurahia hiyo ya kwamba Mungu aliweza kutupatia kitabu hiki cha hapo na cha mwisho kwa neno. Hilo ndilo kitu cha ajabu ambayo Mungu aliyotupatia pembeni ya ukombozi na wokovu, kuona jinsi anaweza kutupatia hii uhusiano na ita kwamba ni kamba ya moto. Mungu atupatia hii kamba ya moto katika neno lake. Ni kusema inatafsiriwa hapa na maneno haya, na hii kuingizwa katika neno, kuingizwa ya hapo katika neno iliyotoka katika kiti cha enzi. Yakobo alienda kwa neno akasema, wapendwa ndugu yangu, mnisikilize. Yakobo alitueleza namna gani Mungu atachagua kwanza taifa katikati ya mataifa, au watu katikati ya mataifa, na kisha baadaye atarudi na kujenga hema ya Daudi ambayo ilikuwa imebomolewa. Ona ni neema gani! Tuweza kwenda kwa shahiri nyingi za Biblia na kuisoma. Neno la Mungu linatimilika, linafanana. Agano la Kale na Agano Jipya linafunga umoja wa kiungu linalokuwa livuviwa na kuipuliziwa na Roho Mtakatifu.
wakati ulikuwa umefika sasa. Oh, leo imefika, imekaribia sana. Ni mara ngapi mchungaji? Oh, mlinzi, ni saa gani ya usiku? Ni saa gani ya usiku? Na hiyo ndio tunasoma ndani ya nabii Isaya, na jibu ikakuja kwamba wakati wa asubuhi nafika na pia usiku nafika. Kama mnajua nyote, murudi na murudi, mkuje na murudi. Tunahitaji hiyo, si sote tunarudi, na tunaweza kuomba Bwana, tunaweza kusema Mungu, tuzungumuzie, tujulishe mambo kwa namna iliyo wazi. Lakini nawaza ya kwamba wakati Mungu atakapokuwa amekwisha kutufunulia neno lake kwa namna njema na shauri yake ya wokovu katika ujumla wake, anataka sasa aweze kufikia hapo pamoja nasi. Anataka ili aweze kufikia mahali ambapo tunaweza kuwa vyombo ambavyo anaweza kutumikisha, vyombo ambavyo vilivyo katika mkono wake, ambavyo anaweza kubariki, ambavyo anaweza kutumikisha. Msahau ya kwamba wakati umekaribia sana, umefika wakati wa mambo hayo, imefika wakati, umefika wakati ambapo Mungu anaanza kutenda, wakati ambamo tunaweza kujiweka kwa upande wake. Wakati umefika, na sio tu karibu, lakini wakati umefika. Mara ngapi Mungu atakuwa tena na wakati? Yeye ndiye ataweza kufanya hiyo, yeye anapanga hiyo yeye mwenyewe, lakini iko katika milele na milele. Lakini ningependa muweze kuniambia, kuna miaka 22 wakati ndugu Branham alipokuwa amechukuliwa nyumbani, lakini wakati ulikuwa umekaribia sana. Tumekwisha kusikia mara nyingi ndani ya mahubiri ya kwamba inaweza kuwa siku ya mwisho, inaweza kuwa makusanyiko ya mwisho. Mara ngapi tushaka kuisikia kuja kwa Bwana imekaribia? Mara ngapi tushaka isikia? Katika wakati ule Bwana alisema, tazama nakuja upesi. Imeandikwa hiyo mara nyingi ndani ya Ufunuo, tazama ninakuja upesi, au wakati imekaribia. Lakini sasa wakati imefika juu yetu, wakati ili Mungu aweze kutenda imefika, wakati kwa ajili yetu kushoweka kwa upande wake imefika, wakati ambamo anaweza kushuhudia neno lake. Wakati hiyo imefika. Hatuwezi kutazama na kuhukumu na kuweza kutazama na kuhukumu wakati mambo yanapofanyika mahali fulani na kusema hii mambo haiko vizuri au hawako vizuri katika mafundisho. Lakini kama sisi tuko haki katika mafundisho, sasa Mungu atashuhudia neno lake. Lakini tunapashwa kungoja, tunapashwa kumngoja, tunapashwa kuyatarajia, tunapashwa kuyangoja, na tunayangoja, tunamngoja katika makusanyiko haya. Haipashwi kumalizika bila watu kuweza kushuhudia kwamba wamekwisha kuokolewa, kuweza kufunguliwa, kuweza kupona. Nataka kuambia siri, kama mnaweza kuamini ya kwamba wakati umekaribia, na hapo sasa wakati haijakaribia, ni kusema ingali akose karibu, ingali karibu. Wakati mtu anapokuwa karibu, na kama alama inaweza na kama wanaposoma kwenye kibeneti ya kwamba Krefeld yako kwenye kilomita 14, ni kusema huja ikaribia, unaweza kusema kwamba ikaribia. Lakini wakati unapoenda mbali, wakati unapokuwa haone tena hiyo kibeneti, ni kusema sasa unakaribia. Kama mnataka kuweza kufanya mazoezi ya Mungu, kama nataka kufanya mazoezi ya Mungu, haitoshi tu kuweza kuamini ya kwamba wakati umekaribia au wakati iko karibu, lakini yeye Bwana inaomba sasa kuweza kuamini ya kwamba iko hapa, kama vile alivyoahidi ya kwamba yeye iko hapa, mahali ambapo 2 au 3 wanapokusanyika katika jina langu, nami niko pale. Tungelipenda tuweze kuona Yesu. Alisema, mimi niko pale. Wakati mnapokusanyika katika jina langu, niko pale. Mimi ni katikati yenu. Tunaamini hiyo? Na kama tunaamini kwa moyo wote ya kwamba yeye ni karibu yetu au katikati yetu, hapo tunaweza kuamini ya kwamba uponyaji, ukovu na yote ambayo ilishakafanyika yanaweza kufanyika. Mambo hayo pia yanaweza kufanyika kwa neema, kwa utukufu wa Mungu. Amina. Hiyo pia imeweza kusikana tena zaidi na nguvu sana. Niweza kuamua ya kwamba sitahubiriaka tena kwa nguvu, kwa maana siwezi kufanya tena hivyo. Lakini nataka ili neno
liweze kutenda kwa nguvu, na neno halitarudi bure bila matokeo, lakini la hukumu linatenda yale ambayo iliweza kutumwa. Tena inge mara moja, kuna wakati ambamo mambo yanaweza kukaribia, lakini hapo hapo wakati sasa umefika ili yaweze kufanyika. Tuamini ya kwamba wakati umefika, wakati wa kutukuzwa kwa Yesu Kristo, utukufu wa Yesu Kristo, utukufu wa jina lake, wa neno lake, wa nguvu zake katikati ya kanisa lake. Wakati kwa ajili ya mambo hayo imefika, na sio tu kwamba iko karibu, lakini imefika, imekuwa, kwa maana sawa sawa na ahadi yake, yeye iko hapa. Na imeandikwa ya kwamba wakati aliposema utukuze jina lako, na jibu ikasema ya kwamba nilitukuza na nitalitukuza tena. Kama tunatumaini ya kwamba, kama tunaamini ya kwamba ataweza kufanya hivyo, kama tunaamini ya kwamba ingali mbali au kwa namna fulani, ni kusema hiyo wakati haijafika, hakuna kitu kitakachofanyika, lakini tunaamini ya kwamba Bwana yuko hapa ndani ya makusanyiko ya watakatifu. Tukaribie kwa imani kwenye mahali patakatifu pa mbingu, mahali yeye alienda akiwa na damu yake mwenyewe, damu takatifu, ili aweze kuitoa kwenye mahali patakatifu, kwenye madhabahu, ili tuweze kuwa na kuingia iliyo huru. Mbingu iko wazi, njia iko huru, kusamehewa tulipewa, tuna wokovu ya ujao, tuna neema ya ujao, kuhesabiwa haki na utakaso kupitia Golgotha. Tunaweza kuamini hiyo kwa imani, na sio tu kuweza kuamini kwamba inakaribia, lakini katika imani na kuambia kwamba iko hapa kwa ajili yako na kwa ajili yangu, na wewe unaweza kuyaona leo. Uikubali na Mungu atakubariki. Amina. Tusimame na tuombe. Baba uliye mbinguni, ninakushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya neno lako takatifu na la damani. Ninakushukuru kwa ajili ya mifano mingi ambayo tunayopata ndani. Ulitangaza mambo na kisha nayo yakakaribia tena zaidi na zaidi, yakakaribia zaidi na zaidi. Ulitoa ahadi kupitia vinywa vya manabii, na hapo hapo ukazitimiza na ukatimiza yale ambayo kinywa chako takatifu kilikuwa kimesema, wakati muda ulipokuwa umetimilika. Bwana mpendwa, tunaishi wakati ulio wa kipekee. Tunakuhitaji Bwana, tunahitaji wewe Bwana, kama vile tulivyoimba. Tunakuhitaji wewe zaidi na zaidi, ndani ya nguvu za ujao wako, ndani ya nguvu za ujao za ufuko wako. Funua kwa taifa lako nguvu za ufuko wako, nguvu za roho wako, nguvu za upendo wako, nguvu za imani, za bidii, za uwezo. Bwana, tunakuomba kwa moyo wote uweze kutujulisha ya kwamba wakati haukaribie tu, lakini wakati umefika. Bwana, Bwana, tunajitayarisha tangu sasa kwa ndani kwa ajili ya wakati uweze kufika, kwamba saa yako iweze kufika, wakati ambapo wewe katikati ya taifa lako utaweza kushuhudia neno lako. Na Bwana, tunakuomba kutoka kilindi ya nafsi yangu, ninakuomba kutoka kilindi cha nafsi yangu, usiniache kuwa kikwazo. Kama sivyo, unitoa katika njia mbele, niweze kuwa kikwazo kwa ajili ya taifa lako na kwa ajili yako. Nionyeshe njia ambayo napasha kufuata, maamuzi ambayo napasha kukamata. Ninakuomba kwa sababu ya jina lako takatifu, kwa sababu ya taifa lako ambalo lilo na mamlaka ya kuweza kupata sehemu na kuishi kuonekana kwa nguvu zako. Bwana, tuko hapa, sisi ni wanadamu,
nasi tunangoja yote kwako, lakini tunaamini na tunakutumainia. Ulitufungua macho, wakati umefika ya kutenda kwa ajili yako, ya kuwa kwa upande wako kwa ajili yetu, kwa ajili yako kuweza kutenda na sisi kuweza kujiweka kwa upande wako. Bwana mpendwa, ninakuomba ingine mara moja, pamoja na wandugu na wadada wote, uweze kufanya njia yako na uwe na njia yako pamoja na taifa lako. Fanya ndani mwetu yale ulioahidi, kama vile ulivyoahidi. Timiza neno lako. Fanya ujulishe ya kwamba wewe ni Bwana, na wadui wote waweze kuwa wamewekwa chini ya miguu yako. Wewe ndiye mshindi wa Golgota. Ulishinda yote kwa nguvu, ukashinda nguvu za shetani zote. Ulishinda kuzimu, ulitosha sumu ya kifo, na wewe ukafufuka siku ya tatu. Uko hai, nasi tuko hai pamoja na wewe. Bariki taifa lako, tupatie ujasiri, uhakika, tupatie uaminifu na imani ndani yako, na utusaidie kuweza kutumainia kwamba utajifunua. Tumainia kwamba unajifunua. Bwana, tungeliweza kufurahi sote pamoja kama mwanzo ungeliweza kufanyika, uweze kufanyika na kutimilika katika siku hizi sasa. Bwana, tunakupatia kazi yako, tunakupatia kazi yako Bwana. Wewe peke yako utaimaliza kwa namna ya utukufu. Sisi ni kazi ya Mungu, kitendo cha Mungu. Sisi tuko yale ambayo unayofanya. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Toa masumbufu yote, ponya maumivu yote, kuumizwa kote. Mungu wangu, tujibu, na kama vile tunavyokuomba uwe wa rehema kwa ajili ya kila mtu, ili kusiwe mtu anayeweza kudharauliwa. Okoa waliopotea, ponya wagonjwa, fungua wanaofungwa. Shuhudia neno lako kwako, wewe Mungu uliye hai. Upewe utukufu na heshima. Bwana, tunaamini ya kwamba wakati hauko karibu tu Bwana, wakati umefika. Wakati umefika. Tunakuomba sasa utupatie neema yako ya kuweza kuwa katika kungoja mbele ya uso wako. Ndiyo, acha uweze kuongaza uso wako juu yetu na utupatie salama yako. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Jina hilo uliotufunulia, jina hilo uliotufunulia, jina hilo takatifu la Yesu, fanya ili liweze kuwa katika kitendo cha nguvu za Roho, liweze kuonekana katika nguvu za kiungu, ili iweze kuonekana ya kwamba tunakuamini kama vile maandiko yanavyosema. Bwana mpendwa, acha ufalme wako uweze kuja Bwana. Katika wakati ule tungeweza kuomba ili ufalme wako uweze kuja, lakini siku ya Pentekoste iliweza kufunuliwa na ikaanza kutenda, ufalme wako ukaonekana. Bwana, tunakupatia mapenzi yako yafanyike duniani kama vile mbinguni. Ninakuya kuomba tena ngine mara moja, fanya ili niweze kuonekana katika mapenzi yako makamilifu, na sio tu ndani ya mapenzi inayoruhusiwa tu, ndio, au mapenzi inayokubaliwa tu, au inayoruhusiwa tu, lakini nionekane katika mapenzi makamilifu ya Mungu. Bariki pamoja nasi taifa lako lote nzima, katika maabudu, katika mahali pote ndani ya ulimwengu mzima. Vunja mipaka na uvunje malango ya shaba, kwa maana mahali unapofungua hakuna mtu anaweza kufunga. Bwana, tunakushukuru kwa moyo wote, kwa maana unaturuhusu kuweza kupata sehemu kwa yale unayofanya sasa. Tuzungumzia, na ndiyo maana nasi tunangoja ili uweze kutimiza yale ambayo uliyoahidi. Kwako wewe Mungu mweza yote, upewe sifa, heshima, utukufu na maabudu katika milele yote, milele na milele. Amina.